Pamoja hilo pia Mheshimiwa Rais, nikushukuru katika halmashauri yetu hii kila kijiji sasa kina zahanati na wananchi wako wanapata huduma nzuri. Lakini pamoja na hilo pia tumekuwa na harakati za kuhakikisha wakina mama tatu vinakaa kusubiri tutakapoingia madarakani baada ya tarehe 28 ili viweze kupatiwa mikopo katika 10% ambazo umeelekeza zipatiwe kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, yamefanyika mambo makubwa sana katika upande wa elimu. Nikushukuru wewe kupitia wenzetu wa TEA. Tumekwisha jenga mabweni katika shule ya Kikaro, tumejenga mabweni katika shule ya Miono, tumejenga mabweni pia katika shule ya Lugoba pia na nyumba za walimu huko. Walimu wako wanaishi vizuri, vijana wako wanapata elimu nzuri na ufaulu umeongezeka. Ninachokuomba Mheshimiwa Rais, uendelee kutuangalia tena kwa sababu bado kikubwa. Hata wakati mwingine kuona aibu mbele ya wenzangu wabunge wenzangu ulipotaja vijiji 25 vikiwemo vijiji vya kata hii ya Msata, ikiwemo Pongwe Msungula, ikiwemo Kiangaiko, ikiwemo Mazizi na vijiji wewe na uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pamoja na pia Mheshimiwa Rais, mtakuwa mchoyo wa fadhila kama sitokushukuru wewe binafsi kwa jinsi ambavyo umeendelea kuiunganisha Chalinze na maeneo ya kimaendeleo. Barabara yetu na wananchi wa Chalinze kutokea hapa Msata. Mheshimiwa Rais, karibu sana Msata. Msata oye! Lakini nina baba pia. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya 4 na mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi asimame pale kwenye gari awasalimu wananchi wa Msata, kwa sababu baba huyu ni muungwana sana, ana upendo wa pekee yake. Nilitaka asalimu kabla ya mimi sijazungumza. Magufuli oye! Magufuli! Magufuli mitano tena! Magufuli! Magufuli! Lakini nikupongeze sana. Narudia kupongeza kwa kuendesha kampeni nzuri. Haina kelele wala mikwaruzo. Kampeni iliyojaa hoja. Unayoelezea yale ambayo yamefanyika katika kipindi chako cha miaka 5 chini ya uongozi wako. Sio kushinda. Mimi sina wasiwasi juu ya wewe rais kushinda. Utashinda tu. Umefanya mengi, upe nafasi nyingine ili ufanye yale ambayo umeahidi kwenye ilani ya uchaguzi. Yako mengi mazuri, yatakapotekelezwa Tanzania itapaa. Miaka 5 ijayo itakuwa Tanzania ya aina nyingine kuliko hii ilivyo sasa miaka hii. Na alipokuja makamu wa rais nilisema kama safari iliyopita tulifikia 84%, sasa hivi lazima tulenge lengo la 90 jamani. Na leo ndio umekandamiza kabisa pale, umekandikija pale kwamba Chalinze itakuwa wilaya tukimchagua. Ndugu zangu, mara nyingine tena Magufuli! Magufuli! Asante sana, tutakutakia mgombea udiwani wa eneo hili. Kwanza napenda kuwashukuru sana kwa makaribisho haya mazuri. Asanteni sana Msata. Bahati nzuri ninaifahamu Msata katika wilaya hii ya Bagamoyo na katika jimbo hili. Ni kwamba miaka 15 iliyopita kabla mimi sijachagua ni Pombe Joseph Magufuli kuwa waziri wake. Na huyo si mwingine ni Jakaya Mrisho Kikwete. Asante sana mzee Kikwete. Ninayasema haya kwa dhamira ya kweli na kwa upendo wa kweli bila unafiki. Kwa sababu asingekuwa huyu baba, mimi nisingekuwa rais. Mimi nisingekuwa rais. Tuliogombea mwaka 2015 tulikuwa 42. Tulivunja rekodi nafikiri duniani.
kwa kuwa na wagombea wengi wa urais katika kipindi fulani, na nina uhakika hiyo historia itaandikwa. Baba huyu Jakaya Mrisho Kikwete alisimama, kama ni barabara tumetengeneza, kama ni shule watoto tumewasomesha bure kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari, na chuo kikuu wanasoma kwa mkopo. Katika kipindi cha miaka mitano tumetumia trilioni 2.28 kulipia watoto. Tumetumia trilioni 1.09 kutoa elimu bure. Tumeongeza bajeti ya afya kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 270. Tumejenga vituo vya afya Tanzania nzima 487. Tumejenga dispensary 1198. Tumepeleka umeme katika vijiji mbalimbali 9700. Lakini unaweza kukuta mtu anasimama anasema haya mabarabara ya nini, hayana faida. Kweli barabara hili ambalo lilianza kuplaniwa na kujengwa tangu enzi za mzee Kikwete na mimi nikiwa waziri wake wa ujenzi, kweli hili barabara watu wa Msata halihitajiki? Kweli hili barabara hakuna mtu anayefaidika kwa njia moja? Pale Kiwanga mananasi wanauza. Ukiwa na kuku wako utamuuza hapa. Ukiwa na chips utauza, kwa sababu magari yapo. Magari yote ya kutoka Arusha, Tanga, Kilimanjaro, hata yanayotoka Nairobi yanapita hapa yanaenda. Lakini atasimama mtu anajitoa ufahamu, anasema hiki chote ni ovyo. Mtu utakuwa na mgonjwa wako unataka kumwaisha Muhimbili. Zamani kupita kwenye madaraja yale ilikuwa ni kazi. Ilikuwa mpaka upite kwenye pantoni ya kuvuta. Wapo watu wamejifungulia pale. Wapo watu walifia pale kwenye mto. Lakini watu wameshasahau. Na inawezekana kijana huyu anayezungumza na kutukana alijifungulia pale mama yake alipokuwa kwenye pantoni. Msata oye! Watu lazima tukumbuke tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakoelekea. Nchi hii ilitawaliwa na baba wa taifa miaka yake karibu 20 kitu. Akaitoa kwenye ukoloni. Wakoloni sio kwamba wameondoka wanafly. Wanaifahamu Tanzania ilivyo tajiri. Lakini ilibidi waiachie. Baba wa taifa akajenga undugu na umoja wa Watanzania wote. Makabila 121, dini tofauti, rangi tofauti, zote akazisimamia. Akamaliza muda wake. Akamwachia mzee Mwinyi. Amefanya kazi zake katika kipindi cha miaka 10. Nchi hii amani tele tele. Akamaliza muda wake. Akaja mzee Kikwete na Mkapa. Amefanya miaka yake 10 akisimamia amani na umoja na usalama wa nchi. Muda wake akamaliza. Aliyafanya aliyoyafanya, mengine yakabaki. Yaliyobaki akaja mzee Kikwete. Amefanya kazi yake miaka yote 10. Ninamfahamu mzee Kikwete. Mimi nilikuwa waziri wake. Saa nyingine alikuwa halali. Kwenye cabinet anatuambia tufanye hivi tufanye. Mimi nilikuwa waziri wake wa ujenzi. Baadaye nikawa waziri wa ardhi. Baadaye nikawa waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi. Tulifanya na akafanya wakati wake. Ametimiza wajibu wake, amemaliza. Hata wakati wake walikuwa wanamtukana. Kwa sababu ni kawaida duniani. Mtu unaweza ukamvusha kwenye mto, ukambeba mgongoni, ukishafuka huko anasema ni mgongo lake lina jasho. Kumbe jasho limepatikana kwa sababu alikuwa amembeba mgongoni. Shukrani ya punda ni mateke. Amemaliza, ameiacha nchi na amani. Unakaa na mtu yoyote, dini yote bila tatizo. Nimekuja na mimi nimefanya kazi miaka 5. Miaka 10 haijamalizika. Mnataka kweli mnitoe kwenye miaka 5 tu? Ndugu zangu wa Msata, na waeleza ukweli. Mimi hapa napapenda. Nasema kwa dhati, na ndio maana nimefurahi sana mlipompitisha Ridhiwani bila kupingwa. Ninajua wapo watu ambao hawamtaki Ridhiwani. Wapo,
na wengine wako hapa. Ridhiwani anawezekana sura yake sio nzuri, inawezekana anakaupara ovyo ovyo kama mimi, lakini hamuwezi mkajua anavyowasaidia. Siku atakapokuwa hayupo ndipo mtajua. Ridhiwani huyu mimi amenifuata akaniambia, mzee, baba hakuchagua Msata kuwa wilaya kwa sababu wangemsema najipendelea. Msata sasa imebadilika, barabara lile limetengenezwa, Msata imekuwa, Chalinze imekuwa. Kwa nini usitupe wilaya Chalinze? Nikamwambia, wewe Ridhiwani, kwa nini ukumuomba baba yako wakati ule? Akasema, ninakuomba wewe kwa sababu na wewe ni baba wa sasa hivi. Nikasema wilaya nitampa, na nataka natamka hapa, wenye kununa wanune, wenye kucheka wacheke, lakini Chalinze itakuwa wilaya mpya. Lakini inawezekana wana Chalinze wasielewe kwamba ni nani alianza kuchokoza hili, na hasa unapochokozwa na mtoto ambaye alikuwa bosi wako, ni vigumu sana kukataa. Ni vigumu sana kukataa, kwa sababu utaanza kujiuliza, labda ameelezwa na bosi wangu, nenda ukamchokoze huyo. Msata oi, Chalinze oi. Ninafahamu Chalinze kuna changamoto ya maji, ipo na wala siwezi nikaikataa. Tumetenga bilioni 17 ili tusambaze maji katika maeneo yote. Hii kero ya maji ipo, na mradi tutakao utumia ni ule mradi wa Mlandizi Chalinze unaotekelezwa kwa gharama ya bilioni 17. Mambo yote huwezi kuyamaliza siku moja. Huko barabara unajenga, huku juu unafanya nini? Hata Mungu alitumia siku 6 kuumba dunia, ya 7 akapumzika. Na huyo ni Mungu. Sembuse Magufuli kila kitu akimalize siku moja. Sembuse Ridhiwani amalize siku moja. Mipango upangwa. Na hata sisi tumeipanga kwenye ilani ya uchaguzi. Kurasa 303 tumeyapanga kuyatekeleza. Na ndiyo maana nimekubali Chalinze iwe wilaya, ili bajeti iongezeke. Bajeti ya wilaya ni tofauti na bajeti ya kata au kijiji. Mambo ya msingi yaje, ili mambo ya juu yaje. Mjiandae maisha mazuri, wana Chalinze, watani zangu. Huyu Ridhiwani angekuwa ni wa chama kingine, haya yasingekuwepo. Na ndiyo maana leo nimezungumza pale Bagamoyo na hapa nazungumza kwa sababu nina uhakika labda nisichaguliwe urais, lakini kama nitachaguliwa Msata oye. Kwa hiyo nataka niwaambie, yako matatizo katika jimbo hili hayakuletelezwa na Ridhiwani. Msimuhukumu Ridhiwani. Yako matatizo ya kitaifa. Sasa hivi tunajenga daraja pale kubwa Wami, na utamhukumu mbunge wa pale? Lakini kuna ajali ngapi zimetokea pale? Wakati umefika wa kulipanua hilo daraja, kwa sababu fedha ipo. Kwa hiyo na swala la kutatua swala la maji umefika wakati wake. Najua mna swala la kuomba kituo cha afya, nimeombwa pale Kiwangwa. Tutawapandishia kile kituo chao kiwe kituo cha afya, ili hata operation ziwe zinafanyika pale. Lakini hata hapa niliwapa majengo yale, sifahamu mmeyatumia nini. Nayo ni kituo cha afya, kimeshaanza kufanya. Hapo ndiyo tatizo ninaloliona mimi, kwa sababu nimetoa zaidi ya mwaka mzima kile kituo, na shangaa wapi pamekwama. Kwa hiyo Ridhiwani, na kuagiza, na hii nakupa mwisho mwezi huu, ndiyo tatizo langu mimi. Shughulikia waziri wa afya, unamfahamu, kituo hicho kianze kufanya kazi. Na najua hilo litawezekana, na waziri anayehusika ananisikia.
Na katibu mkuu yuko hapa, nilimuona kama anapita pita hapa. Profesa yuko wapi? Tunayamaliza hapa. Nasema uongo jamani? Zege halilali, si ndio? Au zege lilale watani zangu? Kama yupo huyo katibu mkuu hapa, nije nimwagize hapa. Sawa Ridhiwani? Kama hayupo basi mmfikishie salamu. Nataka ndani ya mwezi huu. Leo ni tarehe ngapi? 19. Zimebaki siku 11. Ndani ya mwezi huu hawa ameshakifungua hicho kituo. Na kiwe kituo cha afya. Na ninasema iwe kweli. Sawa Ridhiwani? Haiwezekani watu hawa wote wakitaka kutibiwa lazima waende kijiji cha Chalinze huko. Kijiji waende wapi? Hapana. Hilo lazima, na mimi nawaomba ninyi mshughulikie. Lakini la pili, kuna masuala ya migogoro ya ardhi. Hii migogoro imekuwepo siku nyingi. Palishawahi eneo hili kuuzwa lote. Tumeanza kuishughulikia. Na ndiyo maana kuna baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa ndani ya hifadhi tumevirudisha. Ile vile vijiji vya wananchi. Na vijiji hivyo nimevitaja pale Bagamoyo na mheshimiwa mbunge anavijua. Tutaendelea kuishughulikia hiyo migogoro. Saa nyingine migogoro huwezi ukaimaliza. Ni kama mtu na mke wako. Saa nyingine kuna mgogoro, siku nyingine hamna mgogoro. Siku nyingine mapenzi moto, siku nyingine mnanuniana. Nasema uongo wazee? Nasema uongo? Kwa hiyo migogoro saa nyingine ni sehemu ya maisha, lakini hatutaki migogoro hii iendelee kuwepo. Ndio maana nimefurahi kunipitishia diwani wa CCM, mbunge wa CCM, kwa sababu hawa nina connection nao. Mungenichagulia wengine ni sawa na kuwa na tochi ya betri 3, ukaweka betri 1 halafu 2 ukaweka magunzi. Tochi haiwezi ikawaka. Ninyi mmenitangulizia betri 2, zote zinawaka. Labda kama ni gunzi nitabaki mimi kuwa gunzi, kama mtaamua. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu wa Msata, tumejipanga kushughulikia kero za wananchi wa Chalinze na Msata kwa ujumla. Naomba mtuamini, tumejipanga kushughulikia matatizo haya. Kwa mfano, mnaombi la kupandisha hadhi ya zahanati ya Miono iliyojengwa na TANAPA, si ndio? Nayo inahitaji kupandishwa Mkange. Basi uje uniandikie yote ambayo unataka niyafanye mimi kwa upendeleo maalum. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawaomba, najua kuna mgogoro wa kambi jina nini, na yajua mengi. Naomba muamini jimbo hili mimi ninaliheshimu mno. Naomba muamini, kuna wazee hapa. Siwezi nikamwangusha mzee huyu. Siwezi. Mimi mnaniona ni mzee sana. Ananizidi miaka 10 na kitu. Ndio mili ilivyo mizuri ya Wakwere. Huwa haizeeki haraka, lakini pia wana rangi nzuri. Nasema uongo Wakwere watani zangu? Nataka niwaambie siwezi nikawaangusha. Mjue mahali popote nilipo, mimi hili jimbo siwezi nikaliangusha. Ninaliheshimu, lakini namheshimu mzee wangu, Mzee Jakaya Mlisho Kikwete. Mmeshaona wapi mtu aliyewahi kuwa rais ametangulia hapa kwa kujishusha kuja kunipokea mimi? Ni heshima ya pekee. Mtu mwingine kwani lazima aje hapa? Lakini amekuja mzee wa watu, ameacha kule. Tena amemwacha mke wake naye mweupe. Chalinze oye! Kwa hiyo nataka muelewe kwamba niko pamoja na ninyi. Changamoto zilizopo tutazishughulikia. Kuna changamoto nyingine hapa Msata. Najua mnahitaji kituo cha mabasi, si ndio? Saa nyingine mabasi yanapitiliza, yanasimamaga pale, si ndio?
lakini mngependa muwe na kituo kikubwa. Mengine mtuachie. Nitashirikiana na mbunge, nitashirikiana na diwani. Mumefanya kazi kubwa na kazi yenu haijapotea. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Chalinze, ndugu zangu wa Msata, kikubwa tuilinde amani yetu. Amani ni muhimu sana. Vitabu vyote vinazungumza amani. Biblia takatifu inazungumza amani. Qur'ani takatifu nayo inazungumzia amani. Nafikiri ni kwenye aya ya 16 mstari wa 138 kitu kama hicho. Nimepatia kidogo, si ndio? Amani ni muhimu. Manabii wote wamehubiri amani. Ukimuona mtu anazungumza siku ya kupiga kura muandamane barabarani, kwanza mjiulize kama akili zake ni za kawaida. Mkaandamane barabarani wewe, ili ukapigwa ukavunjwa miguu kwa sababu utakuwa umevunja sheria, ili ukafungwe, unakwenda kuandamana kwa lipi? Maana yake watu wa Chalinze hapa wa Msata wote muwe na vurugu, mtupiane mawe, mchomane visu. Hiyo ndio mnayoitaka? Na panapotokea vurugu, wanaoumia zaidi ni wakina mama na watoto na wazee. Hao vijana mnaoenda barabarani, huna mama yako, huna baba yako, uangalie maisha ya baba yako na mama yako. Kwa hiyo ukishamuona wa namna hiyo, maana yake hana nia ya kushindana. Shida yake anatimiza malengo aliyotumwa na wale waliomtuma. Miaka yote 50 na kitu tumekaa kwa amani, mtu nawaambia nenda barabarani. Mumwambie aende yeye na mke wake na mama yake wakaandamane barabarani. Ninyi kaeni muangalie wakiwa wanaandamana wawili watatu barabarani. Huwezi ukahubiri uvunjifu wa amani katika dunia ya leo. Nchi zilizovunja amani mnafahamu. Sisi kule Mwanza tulikuwa na majirani kule Chato, watu walitoka Rwanda wanatembea kwa miguu. Walikufa watu zaidi ya 1,000,000. Burundi mpaka leo tuna wakimbizi 170 na kitu kutoka Burundi. Una mali zako, una nini unaacha. Wapo watu waliokuwa na watoto, unaacha mtoto unashika mbwa au paka unakimbia naye. Leo mtu anahubiri uvunjifu wa amani. Mimi nilienda na mzee Kikwete Libya, yeye akiwa waziri wa ujenzi, mimi nikiwa waziri wa ujenzi, yeye akiwa waziri wa mambo ya nje. Libya ilikuwa nchi ya raha. Ukioa ulikuwa unapewa dola kwanza za kula na kupewa nyumba. Libya ilikuwa hivyo. Nchi ya Libya ilikuwa miongoni mwa nchi tajiri katika Afrika. Libya ndio ilikuwa inafadhili hata mikutano ya OAU. Leo nenda Libya ukayaone matokeo yaliyopo. Yametengenezwa magurupu, wanapigana wao kwa wao, wao wanakwenda kuchimba mafuta. Hiyo ndio kazi ya mabeberu. Mtagombanishwa huku, wao watakwenda kuchimba dhahabu. Na katika sera ilani ya Chadema, nasema ya Chadema, nafikiri ukurasa wa 78 au 84, wanazungumza mali yote na dhahabu na nini wataziweka rahani. Wakishamaliza kuweka rahani dhahabu na nini, si watatuweka rahani na sisi. Ninawaambia haya ili kusudi ndugu zangu, hasa vijana, mfanye uchambuzi. Mimi naipenda amani kwa sababu ndio nimekuwa nayo. Ninajua na wazee hawa na wakina mama wanaipenda amani. Amani tulivyoishi na Kikwete, amani wakati wa Mkapa, amani wakati wa Nyerere, amani wakati wa Mwinyi, tunataka ndio ziendelee. Tunataka watoto wetu waendelee kusoma bure. Tunataka mahospitali yaendelee kujengwa. Tunataka viwanda vijengwe vingi ili vijana wetu wapate ajira. Tunataka maisha bora kwa kila Mtanzania. Kama alivyozungumza mzee wa awamu ya 4, tuyatimize kweli.
Mimi utakuja wakati wangu nitaondoka, watakuja na wengine. Lakini nataka niache nchi ikiwa na amani. Ninawaomba sana viongozi wa dini, kama mlivyoomba wakati wa corona mpaka ikakimbia, endeleeni kuomba hawa wavunja amani wakimbie. Ninaambiwa wengine wana tiketi tayari ya kuondoka. Msata oye! Msata oye! Nimeona niyaeleze haya kwa sababu tuna lengo kubwa la kuleta maendeleo ya Watanzania wote bila kubagua makabila, bila kubagua dini, bila kubagua maeneo. Tunataka tuijenge Tanzania yenye amani, yenye umoja. Umenielewa? Wangapi wamenielewa? Kama mmenielewa, basi ninawaombeni, ninajiombea kura mwenyewe, kwa sababu siwezi kumwombea diwani, wala siwezi nikamwombea diwani wa hapa. Niliyebaki ambaye sikupita bila kupingwa ni mimi. Ninawaomba wana CCM, wana Chadema, wana Kafu, wana ACT, wana nani, hata wale ambao wana chama, tarehe 28 mkanipigie kura za kutosha, ili nitakapokuwa nafungua sanduku la Msata, sanduku la Chalinze, kura zote ziwe zimenipitisha bila kupingwa. Nitawashukuru sana, nitabaki na deni kubwa ya kuwatumikia, na hicho ndicho kilichobaki. Mimi ni mtumishi wenu, nataka nitumike salama. Nataka nitumike kwenye nchi iliyo ya amani. Nataka nitumike kwenye nchi ambapo wakina mama hawakimbii ovyo ovyo. Nataka nitumike kwenye mahali ambapo wazee wangu hawasumbuliwi. Nataka nitumike kwenye mahali ambapo Watanzania wote wamemtanguliza Mola wao. Ninawaomba sana mkafikirie tarehe 28 mwezi wa 10 katika ilani ya uchaguzi yenye kurasa 303 tumeeleza kila kitu. Tumetoka mbali, tumefika mbali, na tunataka tuendelee kujiendeleza hili taifa. Leo hapa kuna Wamasai, nasema uongo hapa? Ningepiga Subai watapiga Yeba. Hata ningesema Inyoro ndito wangenijibu vizuri. Nasema uongo? Wasukuma wapo hapa, Wakwere wapo, Wahehe wapo, nikisema Kamwene Mnogage wapo, Wanyakyusa wapo, Wachaga wapo, kila kabila liko hapa. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka. Tarehe 28 wana Msata, mkafanye maamuzi ya kweli ya kuitanguliza mbele Tanzania, Tanzania yenye maendeleo, Tanzania yenye kwenda mbele. Ninawashukuru sana, bado nina mikutano mingine mpaka kule Tanga, lakini nashukuru kwa makaribisho mazuri. Nitakuja tena siku nyingine nije nifanye mkutano kabisa hapa. Tuzungumze shida zote, tuweze kuzitatua hapa papo kwa papo. Nasema uongo jamani? Ninawashukuru sana kwa kuniletea diwani, ni kijana wangu, lakini nashukuru sana pia kwa kuniletea diwani. Nawashukuru sana. Mzee Kikwete, ninakushukuru sana. Madiwani 9 wamepita bila kupingwa. Madiwani 9 wamepita bila kupingwa. Bado 6. Na wale muwapitishe ndugu zangu. Mjenge rekodi katika wilaya hii mpya. Bado kusaini tu ya Chalinze. Na mjipange hao madiwani, mkakae, mnataka wilaya mipaka iwe wapi? Mnataka kijiji gani kije? Mnataka nini? Ninajua ile mgodi wa mawe lazima mtataka uwe huku Chalinze. Na mimi sina tatizo, kwa sababu hiyo itakuwa ni sehemu ya kujenga maendeleo ya wilaya hii mpya itakayokuja ya Chalinze. Ninawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Nimewaibia muda wenu, mnisamehe sana. Lakini wajibu wangu ni pamoja na kuwaeleza ili mkachague yale ambayo mnatakiwa kuchagua. Wangapi watanipa kura jamani? Msata oye! Hebu tufanye hivi. Msata oye! Msata oye! Msata oye! Kikwete oye! Kikwete oye! Diwani oye! Diwani oye! Madiwani oye! Watanzania oye! Maendeleo oye! Magufuli oye! Asanteni sana, ninawashukuru sana, Mungu awabariki sana.
Asanteni, asanteni, asanteni. Yule mzee aliyeumwa nyoka mahali fulani yuko hapa? Yuko Msoga kule? Aya, utanisalimia. Hizo shida naomba mumkabidhi mheshimiwa huyu hapa, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, ili kusudi waanze kushughulikia kero za wananchi. Ndugu zangu Msata, nimefurahi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.